Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amefanya mazungumzo ya kina na yenye manufaa kati yake na Rais wa Urusi Vladimir Putin akiwa ziarani huko Moscow nchini Urusi. Rais huyo wa Burkina Faso Ibrahim Traore katika mazungumzo yake na Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema anataka uhusiano wa nchi yake na Urusi ukue kwa kasi na kupanuka katika maeneo mapya ya ushirikiano. Anasema, tungependa ushirikiano kati yetu uendelezwe kwa kasi na kuchukua fursa mpya, Traore alisema baada ya mkutano na Rais wa Urusi Vladimir Putin huko Moscow. Hata hivyo amesisitiza haja ya msaada wa kiteknolojia na kubadilishana maarifa kutoka Urusi. Anasema zaidi, tuna kazi nyingi mbele yetu na jambo kuu unaloweza kutusaidia ni kubadilishana ili kuhamisha teknolojia, uzoefu na mambo mengineyo ambayo yataweza kutuendeleza, Traore aliongeza katika wakati akizungumza katika ikulu ya Kremlin. Hata hivyo, Traore ameelezea juu ya misaada ya kibinadamu kutoka Urusi. Kwa upande wake, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliashiria kukua kwa uhusiano kati ya Urusi na Burkina Faso, ingawa bado kuna hali ndogo na kiwango kidogo cha biashara kati ya nchi hizo mbili. Anasema Rais wa Urusi kwamba bado uhusiano wetu unazidi kuongezeka na huu ni mwelekeo mzuri. Tunahitaji kufanya kazi pamoja ili kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kubadilisha biashara ya pande zote, anasema Rais wa Urusi Bwana Putin. Rais huyo wa Urusi pia alibaini kuendelea kwa msaada wa kibinadamu wa nchi yake kwa Burkina Faso licha ya vikwazo vya kimataifa. Anasema, mwaka uliopita tulituma tani 25,000 za ngano bila malipo na mwezi huu shehena kubwa ya bidhaa nyingine za chakula itawasili Wagadugu, alisema Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin akimwambia mwenzake wa Burkina Faso Bwana Ibrahim Traore. Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso amesema licha ya vikwazo vyote vilivyowekewa shirikisho la Urusi na baadhi ya majimbo, Urusi inashikilia nafasi kubwa katika medani ya kimataifa, nasi tutazingatia hilo. Traore na viongozi wengine kadhaa wa Afrika waliwasili Moscow tarehe 8 Mei na kuhudhuria paredi ya ushindi kwenye Red Square siku iliyofuata, ikiwa ni sehemu ya ukumbusho wa miaka 80 ya ushindi katika vita vya pili vya dunia vya kizalendo ambavyo Urusi inajinadi kushinda na mshindi mkuu katika vita hivyo. Hata hivyo, mkuu wa serikali ya taifa hilo la Urusi anasema kwamba moja kati ya jambo analojivunia kwa Traore ni kuwa ni rais ambaye ni shupavu na mwenye kujua thamani ya uzalendo wa taifa lake. Hata hivyo, licha ya vikwazo vyote, Urusi itaweza kusalia mstari wa mbele katika jukwaa la kimataifa, akisema kwamba ni lazima tushirikiane na mataifa kama Burkina Faso na mengine katika bara la Afrika. Chini ya Traore aliyechukua mamlaka katika mapinduzi ya Septemba mwaka 2022, Burkina Faso imejitenga na mkoloni mkuu wa zamani Ufaransa na kuhamia karibu na Urusi. Hata hivyo, Bwana Putin amemwambia Traore kwamba wakati huu ni wakati wa ushirika wa karibu na Urusi na kuachana zaidi na watu wa magharibi, ikiwa ni pamoja na taifa hilo la Ufaransa, na anamsifia kwamba amefanya uamuzi wa busara kuachana na mataifa wa koloni, hasa Ufaransa na mataifa wenzake wa Ulaya, hasa nchi za kimagharibi. Traore amesema hataomba msaada wa kijeshi kutoka Moscow wakati ambapo majeshi ya Urusi yanashiriki vita huko nchini Ukraine, lakini amesema Urusi inaweza kushiriki maarifa yake kuisaidia Burkina Faso kuelimisha vijana wake na kumaliza mzozo katika nchi hiyo ambapo vikosi vya usalama vinapambana na uasi wa kijihadi. Putin amemwambia Bwana Traore wapo tayari kuendelea kusaidia nchi hiyo na hata katika kipindi hiki ambapo wapo katika mapambano dhidi ya Ukraine, lakini atahakikisha usalama wa Burkina Faso unakuwa kipaumbele kwa Urusi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Haya ni mazungumzo kati ya Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambayo yamefanyika baada ya kumalizika kwa sherehe za miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya pili vya ulimwengu, ambapo sherehe kubwa ilifanyika huko Moscow katika eneo la Red Square kwa kumbuka mashujaa waliopambana katika vita hivyo. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.